Wanawake walimkejeli kwa dharau. Mwanaume mzima unafanya kazi ya usafi, huoni aibu? Wakamcheka. Wakamnyanyasa. Wakamtisha. Na leo ukifanya kazi vibaya nitakukata mshahara. Nitaweka kila kitu safi, bosi. Lakini hawakujua kwamba yeye ndiyo bosi wa kampuni. Anaitwa Kombe Edward Mshana. Karibu kwenye hadithi ya kufundisha na kuelimisha, hadithi ambayo itakuacha na maswali mengi, lakini kubwa zaidi itakufunza. Kabla ya kuanza hadithi hii, gonga like mwanangu, gonga kabisa. Kisha niambie kwenye komenti umependezwa na nini kwenye hii hadithi. Bila kupoteza muda, tuanze. Jina lake aliitwa Kombe. Kijana wa miaka 26, mwenye sura ya upole na moyo wa subira. Alizaliwa na kulelewa na mama yake mjane, Mama Fatuma, katika mitaa ya Mwananyamala, Dar es Salaam. Baba yake aliwahi kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini alifariki Kombe akiwa bado mchanga, hivyo hakuwahi kumjua kwa undani. Kombe hakujua mengi kuhusu baba yake. Mama yake alikuwa akimzungumzia mara chache tu, akisema, "Baba yako alikuwa mtu wa heshima, mwenye maono makubwa, lakini mauti yalitunyakua furaha yetu mapema sana." Baada ya kumaliza chuo, Kombe alipata kazi katika kampuni kubwa sana iitwayo Mavuno Holdings Ltd kama mfanyakazi wa ofisi, hasa kazi za kusafisha na kusaidia kupanga mafaili. Hakujua lolote kuhusu historia ya kampuni hiyo. Alikuwa amefurahi kupata ajira. Kombe alianza kazi kwa bidii, akiingia kazini mapema na kutoka jioni sana. Lakini hali ndani ya kampuni haikuwa ya furaha. Wafanyakazi wengi, hasa waliokuwa kwenye nafasi za juu, walimnyanyasa. Walimfokea, walimpa kazi nyingi zisizo za kwake, na mara nyingi walimnyima hata muda wa kula. Kulikuwa na bosi mmoja aitwaye Frank, kijana wa kileo aliyekuwa na kiburi, ambaye alipenda kumdhalilisha Kombe mbele za watu. "Wewe kijana, si kazi yako kuuliza. Nikisema unachotakiwa ni kufanya na sio kuuliza. Usitake kujifanya una akili kuliko wakubwa," Frank alisema mara kwa mara. Kombe alinyamaza. Miezi ilikatika. Kombe alizoea maisha ya dhiki kazini. Aliendelea kuvumilia, lakini moyoni alianza kuwa na maswali mengi. Kwa nini kila alipokuwa akitembea kwenye baadhi ya maeneo ya kampuni, alihisi kama sehemu hizo ni za kwake? Kwa nini jina Mavuno lilikuwa linamgusa sana moyoni? Siku moja alipokuwa anasafisha chumba cha maktaba ya kampuni, alikutana na jalada la zamani sana lililoandikwa jina Edward Kombe, mwanzilishi wa Mavuno Holdings. Alishtuka. Edward Kombe? Alijiuliza. Si hilo ni jina la baba yangu? Kombe alichukua jalada hilo kwa hofu na kulifungua kwa tahadhari. Ndani kulikuwa na picha za mzee aliyefanana sana na yeye, akiwa kwenye hafla ya uzinduzi wa kampuni miaka mingi nyuma. Picha zingine zilimuonyesha akiwa na mwanamke ambaye Kombe alimtambua haraka ni mama yake. Machozi yalimtiririka. Kwa mara ya kwanza alihisi moyo wake ukikunjuka. Baba yake ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kampuni ambayo leo yeye anafanyia kazi kama msaidizi wa ofisi. Alikusanya jalada hilo na kulificha vizuri kwenye begi lake. Jioni hiyo, alimwendea mama yake na kumuuliza kwa msisitizo. Mama Fatuma alikaa kimya kwa muda mrefu kabla ya kusema kwa sauti ya huzuni, "Ndiyo mwanangu, Mavuno Holdings ni ya baba yako. Lakini baada ya kifo chake, walinyakua kila kitu." Mama Fatuma aliendelea kusimulia, "Baba yako alifariki ghafla akiwa hajamaliza mchakato wa kisheria wa kumilikisha kampuni kwetu. Marafiki zake wa karibu walichukua nafasi hiyo na kuigeuza kuwa yao. Nilijua ipo siku utajua ukweli." Kombe aliapa kimoyomoyo kutafuta haki bila kelele. Hakutaka kuwa kama wale waliomkosea. Alianza kuchunguza ndani ya kampuni, akitafuta nyaraka zaidi kwa siri, akimsaidia hata katibu mkuu wa kampuni, bila kujua kuwa alikuwa akimfungulia milango ya ushahidi. Katika moja ya kazi za usaidizi, Kombe alipelekwa ofisi ya mkurugenzi mkuu aliyekuwa hayupo kazini kwa muda mrefu, alikuwa nje ya nchi kwa matibabu. Ofisi hiyo ilihifadhiwa vizuri, lakini Kombe alipata nafasi ya kuingia ndani kusafisha. Ndani ya kabati moja la chuma alikuta bahasha yenye jina lake. Kwa Kombe, ukifikisha umri wa miaka 25. Alipofungua alikuta barua ya baba yake iliyoandikwa miaka mingi nyuma. Ilisema, "Mwanangu Kombe, kama umeipata barua hii, basi umekuwa na upo tayari kujua ukweli. Mavuno Holdings ni mali yako. Endapo nitafariki kabla ya kukamilisha mchakato wa urithi, wakili wangu Masudi Mwanaidi atakusaidia kupata haki yako." Kombe alilala usiku huo akiwa hajalala usingizi kabisa.
Alikuwa amesoma barua ya baba yake mara 10 bila kuchoka. Asubuhi na mapema, alivaa suti yake pekee aliyokuwa nayo na kuelekea ofisi ya wakili Masoud Mwanaidi, aliyeelekezwa kwenye barua. Wakili huyo mzee alimkaribisha kwa upole, na alipomsikia Kombe akijitambulisha, alishtuka kidogo. Mwana wa Edward Kombe, hatimaye siku imefika, alisema kwa sauti ya kustaajabu. Akamkaribisha ofisini na kumfungulia kabati la zamani lililokuwa limefungwa kwa miongo kadhaa. Ndani yake kulikuwa na nyaraka muhimu sana, hati ya umiliki wa kampuni, wasia wa Edward Kombe. Wakili Masoud alimkabidhi Kombe faili lenye uzito wa historia nzima ya Mavuno Holdings. Kulikuwa na mikataba, risiti, picha za zamani na hata rekodi za mikutano ya bodi ambazo zilionyesha wazi kuwa baba yake ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kampuni hiyo. Baba yako alijenga kampuni hii kutoka sifuri, alisema wakili Masoud. Alinunua kiwanja kwa pesa ya mkopo, akajenga ofisi ya kwanza kwa mbao. Lakini alikufa ghafla baada ya kupata tenda kubwa kutoka serikalini, kabla hajakamilisha taratibu za kukumilikisha wewe kama mrithi. Kombe alihisi mchanganyiko wa furaha, hasira na mshangao. Nini kinapaswa kufanyika sasa? Aliuliza kwa sauti ya hofu. Masoud alimtazama kwa makini, kisha akasema, kuna njia mbili. Moja, ni kutumia ushahidi huu kwenda mahakamani kushinikiza urithi wako. Njia ya pili ni kupitia bodi ya wakurugenzi, ambapo nitakuwakilisha kisheria na tutawasilisha kila kitu kwa utaratibu. Siku chache baadaye, hali ndani ya kampuni ilianza kubadilika. Kombe alipata barua isiyo rasmi kutoka kwa kitengo cha rasilimali, watu ikimuelekeza afike kwa msimamizi mkuu. Alipofika alikutana na Frank akiwa na sura ya kejeli. Wewe kijana, unaonekana una roho ya kuropoka. Kuna malalamiko ya kwamba unavujisha nyaraka za kampuni na kuingia sehemu usizotakiwa, Frank alisema kwa ukali. Kombe alijibu kwa utulivu, sijavujisha chochote. Nimekuwa nafanya kazi yangu kama kawaida. Lakini kabla hata hajamaliza kuzungumza, Frank aligonga meza kwa nguvu na kusema, tunaamua kukuondoa kwenye nafasi yako kuanzia leo. Ondoka kabla sijakuitia ulinzi. Kombe alitoka ofisini kwa unyonge, lakini akapiga simu kwa wakili Masoud. Wamenifukuza kazi bila sababu ya msingi. Masoud alijibu kwa sauti thabiti, tulitarajia watakupiga vita. Lakini sasa tunapeleka rasmi notisi kwa bodi ya wakurugenzi pamoja na nakala ya wasia wa baba yako. Usihofu Kombe. Siku iliyofuata, notisi ilifika kwa bodi. Wakurugenzi walishangazwa sana. Wengi walijua ukweli, lakini walikuwa wamekaa kimya kwa miaka mingi. Walimualika Kombe kwenye kikao maalum cha ndani, akiongozana na wakili Masoud. Wakati kikao kilianza, baadhi ya wajumbe wa bodi walikuwa wakimpuuza Kombe kama kijana mdogo asiyejua chochote. Lakini alipoanza kuongea, akaonesha picha, barua, nakala ya hati miliki na ushahidi wa kifo cha baba yake, ukimtambua kama mmiliki wa awali wa Mavuno Holdings. Ukumbi ulitulia ghafla. Mzee mmoja wa bodi aliyekuwa rafiki wa baba yake zamani, alisimama na kusema, sasa nakumbuka, huyu ni mtoto wa Edward. Mtoto huyu tangu mdogo alikuwa na tabia kama hii ya upole na heshima. Frank, ambaye alikuwa amejiamini sana, alitoka nje ya ukumbi kwa hasira bila kuaga. Baada ya saa kadhaa, bodi ilitoa uamuzi wa awali. Kombe atapewa mamlaka ya muda ya kuongoza kampuni kwa miezi 3 huku uchunguzi wa kina ukifanyika. Habari hiyo ilienea ndani ya kampuni kama moto wa nyikani. Wafanyakazi waliomuonea wakaanza kuingiwa na woga. Wengine walimfuata kwa aibu wakimsalimia kwa majina ya heshima. Lakini Kombe hakuwa na haraka ya kulipiza kisasi. Alitabasamu tu na kuendelea na shughuli zake mpya. Kombe alirudi kazini, sasa si kama msaidizi wa usafi bali kama kaimu mkurugenzi mtendaji. Alianza kwa kuchunguza mahesabu ya ndani. Alikuta upotevu mkubwa wa fedha, wizi wa kifedha uliofichwa na watendaji waliokuwa wakimnyanyasa. Alimuita mkaguzi wa hesabu huru na kuagiza ukaguzi wa kina. Frank na genge lake walifumaniwa wakiwa wameingiza zaidi ya shilingi milioni 200 kwa njia ya wizi wa mikataba ya hewa. Bodi ilikaa tena. Frank na wengine 4 walifukuzwa kazi rasmi na kesi ya jinai ikafunguliwa dhidi yao. Kombe alitangaza rasmi mbele ya vyombo vya habari kuwa ameanza mchakato wa kufanya mabadiliko makubwa ya kiuongozi. Alisisitiza maadili, uadilifu na uwajibikaji kazini. Aliwaita wafanyakazi wote kwenye ukumbi wa mikutano na kusema kwa sauti ya unyenyekevu, nilianza hapa nikiwa nanyanyaswa. Leo nipo hapa kwa sababu ya rehema za Mungu na ujasiri wa mama yangu.
Sitakubali tena mtu yoyote kutendewa vibaya hapa. Salamu hizo ziliwafanya wengi kulia. Wengine walipiga makofi ya furaha. Mavuno Holdings ilikuwa inaanza sura mpya. Kombe alianza ziara ya kila idara, akizungumza na wafanyakazi wa chini, kusikiliza kero zao. Alitumia uzoefu wake kuwaelewa vizuri, akiwakumbusha kuwa hakuna kazi ndogo katika kampuni. Alianzisha mfuko wa kusaidia watoto wa wafanyakazi waliofariki, na akaongeza mshahara kwa wafanyakazi wa chini ambao miaka mingi walikuwa wakipuuzwa. Ofisi ilianza kubadilika si tu kwa sura, bali kwa roho ya mshikamano na utu. Watu walikuwa wakifurahia kufanya kazi chini ya Kombe. Katika muda mfupi, kampuni ilianza kupata faida kubwa. Mikataba ya zamani iliyokuwa imejificha ilifufuliwa, na kampuni ikapata miradi mikubwa ya ujenzi, usambazaji vifaa serikalini na huduma za kibenki. Mavuno Holdings ilitangazwa kwenye gazeti la The African Business Daily kama kampuni inayotokea upya kwa kasi ya ajabu. Kombe hakukimbilia starehe wala sifa. Aliendelea kuishi Mwananyamala na kuisaidia familia yake, huku akiweka mikakati ya kuipeleka kampuni kimataifa. Wakati anapanga mikakati mipya, alikumbuka jambo moja muhimu mama yake. Alimleta Mama Fatuma ofisini siku moja na kumkaribisha kwenye ukumbi mkuu. Wafanyakazi wote walishangaa walipoambiwa, huyu ndiye mama yangu. Mwanamke aliyepigana vita vya maisha ili niwe hapa leo. Heshima zote kwake. Mama Fatuma alilia mbele ya watu na wafanyakazi wakasimama wakimpigia makofi. Huo ukawa mwanzo wa kuanzisha Fatuma Foundation, shirika la kusaidia wanawake wanaolea watoto bila waume. Kombe aliingia kwenye bodi ya wakurugenzi wa taasisi kubwa za kifedha. Alikuwa sasa anashauriwa na mawaziri, wajasiriamali wakubwa na hata wageni wa kimataifa. Lakini bado alitembea kwa miguu sokoni kila Jumapili. Watu walishindwa kumuelewa tajiri aliye na moyo wa kawaida. Wengine walimuita mkurugenzi wa watu. Aliwatembelea wafanyakazi waliolazwa hospitalini. Alifanikisha matibabu ya mtoto wa mfanyakazi wa usafi aliyekuwa na ugonjwa wa moyo. Kuna kundi la watu waliowahi kumnyanyasa, lilianza kupanga njama za kumchafua. Walimzushia skendo za rushwa, wakatengeneza barua za kugushi na hata wakamchukua mwandishi mmoja wa habari kumwandika vibaya. Lakini Kombe alikuwa tayari amejijengea uaminifu mkubwa. Alipohojiwa na vyombo vya habari, alijibu kwa utulivu na kuonesha nyaraka zote. Ukweli ukajulikana, na wale waliompaka matope walikamatwa kwa makosa ya udanganyifu. Kombe aliamua kuanzisha tawi jipya la Mavuno Holdings jijini Arusha. Aliona nafasi kubwa ya biashara katika sekta ya kilimo na utalii. Alichukua timu ndogo ya vijana wachapakazi kutoka makao makuu na kuwasafirisha kwenda Arusha. Wakiwa Arusha, walikodi jengo kubwa na kuligeuza kuwa ofisi ya kisasa. Kombe mwenyewe alisimamia usanifu wa majengo hayo, akiamini kwamba kiongozi wa kweli ni yule anayeshiriki kazi bila kujifanya Mungu mtu. Wakati huo huo, alialikwa kuhudhuria kongamano kubwa la wafanyabiashara Afrika Mashariki. Alisimama jukwaani na kuwasimulia hadhira nzima safari yake kutoka kwa mfanyakazi wa usafi hadi kuwa mmiliki wa kampuni kubwa. Ukumbi mzima ulisimama kumpigia makofi ya heshima. Baada ya kongamano hilo, magazeti na televisheni vilianza kuripoti habari zake kila siku. Lakini Kombe hakuruhusu sifa zimlevu. Alielekeza nguvu zake kusaidia vijana wa mitaani, akifungua kituo cha mafunzo ya ufundi stadi chini ya Mavuno Foundation. Aliwatembelea pia wafungwa waliokuwa gerezani kwa makosa madogo. Akawaalika kujiunga na mpango wake wa mabadiliko. Alikuwa mtu wa watu. Lakini pamoja na hayo, Kombe hakuwa amemsahau Frank, mtu aliyemnyanyasa zaidi. Aligundua kuwa Frank alikuwa anaishi kwa shida baada ya kupoteza kazi na kufunguliwa mashtaka. Siku moja alitumiwa ujumbe mfupi: samahani kwa yote niliyokufanyia. Ulikuwa bora kuliko nilivyodhani. Ilikuwa ni ujumbe kutoka kwa Frank. Badala ya kumdharau, Kombe alimuita Frank kwenye ofisi yake. Alimkuta Frank amevaa suti ya zamani, uso wake umechoka, macho yamejaa majuto. Kombe alimsikiliza kimya, kisha akasema, siku zote nilikuwa naweza kulipiza kisasi. Lakini hiyo isingekuwa haki ya kweli. Nataka nikupe nafasi ya pili. Utasaidia kwenye miradi ya vijana. Utatumia uzoefu wako kwa faida ya wengine. Frank alilia mbele yake. Kwa mara ya kwanza alitambua kuwa Kombe alikuwa si kiongozi tu, bali ni mtu aliyepo duniani kwa ajili ya watu. Wakati kampuni inaendelea kustawi, Kombe alipata barua kutoka ofisi ya waziri mkuu.
Alialikwa Ikulu kwa ajili ya heshima ya Young African Entrepreneur of the Year. Heshima hiyo ilimfanya awe mfano wa kuigwa kitaifa. Alienda na mama yake, Mama Fatuma, ambaye alipokelewa kwa heshima kubwa. Alisimama mbele ya viongozi wa taifa na kusema, mafanikio haya ni ya mama yangu. Aliuza kila kitu ili nimalize shule. Alikuwa na kila sababu ya kukata tamaa, lakini aliniamini. Na leo niko hapa si kwa sababu mimi ni bora sana, bali kwa sababu ya uvumilivu. Baada ya hafla hiyo, Kombe alipata mialiko kutoka mataifa mbalimbali, Rwanda, Kenya na Afrika Kusini, akihitajika kuzungumza na vijana wa Kiafrika juu ya uongozi na uadilifu. Alianzisha kampeni ya Thubutu Kufanya Tofauti, iliyochochea mabadiliko ya kweli. Alisema, Afrika haihitaji viongozi mashuhuri tu, bali inahitaji viongozi wanyenyekevu. Wakati huo, alimteua kijana mdogo aliyewahi kufanya naye kazi ya usafi kuwa meneja wa rasilimali watu. Alikuwa anawapandisha watu kwa uwezo, si kwa hila. Lakini Kombe alijua kuwa hakuna safari ya mafanikio isiyo na changamoto. Kulizuka mgogoro mkubwa wa kimkataba na kampuni ya kigeni ambayo ilitaka kuhodhi hisa kubwa za Mavuno Holdings. Walitoa ofa nono ya mabilioni ya shilingi ili wanunue kampuni hiyo, lakini Kombe alikataa. Kampuni hii si bidhaa, ni urithi wa familia yangu na fahari ya taifa hili, alisema kwa msimamo mkali. Mkutano wa bodi ulijaa mvutano, lakini Kombe alisimama kidete. Hatimaye bodi iliungana naye na wakaikataa ofa hiyo ya kigeni. Kombe aliamua kuwekeza zaidi katika teknolojia. Aliwaleta vijana wabunifu kutoka vyuo vikuu vya ndani na kuwapa nafasi ya kuunda mifumo ya kidijitali. Mavuno Holdings ikaanzisha app ya biashara ya bidhaa za viwandani ambayo iliifanya kampuni kuwa ya kisasa zaidi. Aliwekeza pia katika filamu na sanaa. Alianzisha studio ya Mavuno Creatives ambapo vijana waliokuwa na vipaji vya uandishi, uigizaji na muziki walipata nafasi ya kuonesha uwezo wao. Ndipo alipochipukia kijana aitwaye Berry Mshana, mwigizaji aliyeitikisa nchi na dunia kwa ujumla. Kombe alikuwa si mfanyabiashara tu, bali Kombe alikuwa maana halisi mabadiliko. Wakati mmoja akiwa kaalikwa kwenye hafla ya kuhitimu wanafunzi wa ufundi aliowadhamini, kijana mmoja alisimama na kusema, mimi nilikuwa mateka wa dawa za kulevya. Sasa ni fundi wa magari kwa msaada wa Mavuno Foundation. Asante sana mkombozi Kombe. Machozi yakamtoka Kombe mbele ya hadhira. Alihisi faraja isiyoelezeka. Alijua pale ndipo alipokuwa anapaswa kuwa kusaidia wengine kupata nafasi ambayo yeye alinyimwa mwanzo wa maisha yake. Mwaka mmoja baadaye, kampuni ilisherehekea miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Kombe alialika wafanyakazi wote, wakubwa kwa wadogo, kwenye ukumbi wa Serena Hotel. Hii haikuwa tu sherehe, ilikuwa ni historia ya ushindi. Wazee waliowahi kufanya kazi na baba yake walihudhuria. Walimuona kijana wa Edward Kombe akiwa amekaa kwenye kiti cha enzi, si kwa kujigamba, bali kwa heshima aliyojijengea. Aliwapa zawadi wafanyakazi waliodumu kwa zaidi ya miaka 20. Alitaja majina yao mmoja mmoja na kuwasimulia hadithi zao mbele ya vyombo vya habari. Kombe aliandika kitabu kilichoitwa Usikate Tamaa, kilichoeleza maisha yake yote ya kupanda na kushuka. Kitabu hicho kilisambazwa mashuleni, vyuoni na kwenye maktaba za mikoa yote nchini. Watoto wa shule walikuwa wakisoma na kumchora kwenye kuta za madarasa. Alikuwa amegeuka kuwa shujaa wa kitaifa. Waziri wa elimu alimwalika kuanzisha taasisi ya mafunzo ya uongozi kwa vijana. Alikubali kwa moyo mkunjufu na akaanza ujenzi wa Kombe Leadership Institute huko Bagamoyo. Siku moja, Kombe aliwaita wafanyakazi wake wote kwenye ukumbi ule ule alioanza kazi miaka mingi iliyopita kama mfagizi, na akasema kwa sauti ya upole lakini thabiti, miaka iliyopita nilifagilia sakafu hii. Niliumba, nikapigwa vita, nikanyimwa heshima. Lakini sikuacha kuwa mwaminifu. Leo nimesimama hapa si kwa sababu mimi ni bora kuliko nyinyi, bali kwa sababu nilijifunza kuvumilia. Nataka niwaambie hivi, kamwe usidharau mtu kwa nafasi aliyonayo sasa. Kila mmoja wetu ana safari yake. Na kama nilivyotoka chini, basi na wengine wanaweza pia. Watu walilia, wakapiga makofi. Kombe aliinua mikono yake juu na kusema kwa tabasamu, asanteni sana. Mavuno ni yenu. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.